Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe mara tena. Amen. Nataka kusema kwamba ujumbe wa leo ni kuhusu ya kwamba for God to use you, he must separate you. Kwa Mungu kuweza kukutumia wewe, lazima ataweza kukutenga. Na anaweza kukutenga na watu, pia hali kadhalika anaweza kukutenga na maeneo. Hayo ama huo ndio ujumbe ambao tunataka kuizungumzia siku ya leo. Ya kwamba ndio Mungu aweze kutumikia vizuri, lazima ataweza kukutenga. Na tunasoma katika Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 2 mpaka 3. Nasema ya kwamba Roho wa Bwana akasema, nitengeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia, ili Mungu akaweze kutumika ndani ya Paulo, ili Mungu akaweze kutumika ndani ya Barnaba. Alisema kwamba watu hawa wakaweze kutengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama Biblia mtu inasema yako inasema namna gani? Ongeza sauti tafadhali. Basi hawa walipokuwa wakifanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia. Yes, nitengeni Paulo na Barnaba kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Walikuwa katika kuomba, walikuwa katika kufunga. Kwa ufupi, walikuwa ndani ya ibada, na ndani ya ibada ile Mungu akaweza kunena, akasema kwamba na waamurisha mkaweze kutenga Paul na Barnaba kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Yaani kwa ufupi, ndiposa Mungu akaweze kufanya kazi ndani yako, atakutenga. For God to use you, he must separate you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tunaona katika Matendo ya Mitume mlango wa 7 mstari wa 30. Biblia inasema Musa alitengwa na ufalme kwa miaka 40. Utaona ya kwamba Musa alipozaliwa alichukuliwa akapelekwa katika nyumba ya kifalme. Na alipokuwa mahali pale, na tukatokea shida kati ya ndugu na ndugu, alipojaribu kwenda kutetea shida ile, basi ikaonekana kwamba kuna matatizo, akatoroka. Alipotoroka akajikuta akifanya kazi ya kuchunga kondoo za baba mkwe wake, na akakaa maeneo yale kwa miaka 40. Kumaanisha kwamba ndiposa Mungu aweze kumtumia vizuri, ndiposa Mungu aweze kumtumia, alitengwa kwa muda wa miaka 40. Yaani siku zake nyingi, masaa yake mengi alikuwa jangwani, yeye na kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akiwa pale pale, Mungu akamtokea ili akaweze kunena naye, ili akaweze kumpa ile kazi ambayo alikuwa amemwitia. Lakini kabla ile kazi, kwanza alitengwa. Unajua hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Kwa ufupi, hata huko nyumbani ama wewe wakati uliokoka, uliona kwamba watu walikuwa wanasema sasa wewe ni mtu tofauti. Upendi mambo mingi, unakaa peke yako, zile vitu unafanya ni vitu tofauti, unaomba sana. Hata mwingine alikuwa anatueleza juzi, wakati aliokoka, alianza kufanya mambo ambayo ni extraordinary. Ati alikuwa anaenda huko kwao ni kwa miwa, anaenda kwa miwa analala huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaanza kufanya vitu ambazo ni tofauti. Kuna mtu mwingine ambaye pia aliweza kutengwa, ndio Mungu akaweza kumtumia. Anaitwa Yusufu. Yusufu alipokuwa kijana mdogo, aliota ndoto, na ile ndoto aliweza kuambia ndugu zake. Mojawapo ya zile ndoto
aliambia kwamba niliona jua, nikaona mwezi, nikaona nyota vilianguka mbele yangu. Wakamuuliza, kwani wewe utakuwa mfalme wetu? Basi wakamchukia tangu wakati huo, hawakuongea naye kwa njia nzuri, hawakumtaka, hawakumpenda. Basi wakaanza kupanga mpango wa kusambaratisha maono hayo ya kwamba ati wakati moja atakuwa mfalme. Basi wakiwa malishoni, baba yake akaita Yusufu, akamwambia, nataka uone vile ndugu zako wanavyoendelea, niwapelekee chakula hiki. Alipokuwa mbali akija, maandiko yanasema wakasema ndio yule muotaji wa ndoto. Hata jina libadilika, wakasema ndio yule muotaji wa ndoto, waje aje tumwangamize na tuone ndoto zake jinsi zitakavyokwenda ama zitakavyokuwa. Basi wakachukua yule kijana, wakampitisha mambo mengi, wakamtupa ndani ya shimo. Wakaona wale watu ambao hununua watu, wakamuuza. So Yusufu akawa ametengwa na baba yake, akawa ametengwa na ndugu zake, na akawa ametengwa na nchi yake, akawa katika nchi ya ugeni. Na katika pile nchi ya ugeni tunaona pia matatizo yaliweza kutokea, na akaweza kuwekwa gerezani. Na maandiko yanasema kwamba hakuwa amekosea mahali, lakini aliweza kufika gerezani. Maana ilikuwa tu ni kipindi chake cha kuweza kutengwa na kuandaliwa ili Mungu akaweze kumtumia. Kwa hivyo kuna watu ama kuna baadhi ya watu ambao kwa sasa wanapitia katika kipindi hicho ambacho ni kipindi cha kutengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipotengwa, Mungu atanyamaza. Yale makusudi ambayo alikuwa amekusudia kuyatenda ndani yako, atatulia kwanza. Kwa sababu gani niseme hivyo? Mungu akamwambia Ibrahimu, ondoka katika nchi hii, uende katika nchi ambayo nitakaye kuonyesha. Ibrahimu ama Abraham akaona si vizuri akaweza kuondoka peke yake. Kwa hivyo akaondoka na kazini yake ambaye anaitwa ni Lutu ama ni Lutu. Mtu anasema ni Lutu. Basi akaweza kuondoka na yeye. Maandiko yanasema katika kile kipindi chote ambacho Abraham alikuwa anaandamana na Lutu, Biblia inasema kwamba Mungu alinyamaza. Ni kwa sababu gani? Mungu alikuwa amemwita Ibrahim. Mungu alikuwa amemwita Abraham, lakini yeye akaandamana pamoja na Lutu. Kwa hivyo Mungu aliweza kunyamaza. Basi wakati mmoja kukatokea ugomvi baina ya watu wa Lutu na wale wa Ibrahimu wakipigania malisho. Abraham akaita mkutano wa dharura. Akaambia Lutu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni wa ukoo wangu, na haina haja tukaweze kukosana. Basi leo hii wewe chagua, ukienda pande hii, mimi nitaenda pande hii. Ukienda mkono wa kushoto, mimi nitaenda mkono wa kulia. Ukienda mkono wa kulia, mimi nitaenda mkono wa kushoto. Biblia inasema walipotengana, hapo Mungu akaongea na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia, sasa inua macho yako, nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani katika maisha there are people you must separate with them for God to use you. Kuna baadhi ya watu lazima uachane nao, hata kama ni watu wa karibu, hata kama ni watu wa ukoo, ili Mungu akaweze kuongea na wewe, ili Mungu akaweze kufanya kazi ndani yako. Kuna baadhi ya watu ukitembea nao, yale maono ya Mungu yanasimama ndani yako. But the moment ukiwachana na hao, utaona Mungu akianza kuongea ndani yako tena. Bwana Yesu asifiwe sana.
there are people you must separate from them. Bwana asifiwe sana. Kuna watu tu lazima uachane nao. Mimi sitakueleza ni mgani, but there are people you must leave ili Mungu akaweze kufanya kazi ndani yako. Ukisoma Isaya 6 mstari wa kwanza anasema, Isaya anasema mwaka aliofariki Uzia nalimuona Bwana. The day Uzia died, I saw the Lord. Bwana asifiwe sana. Uzia alikuwa ni mfalme, Isaya alikuwa ni nabii. Kumaanisha wakati ama kipindi kile Uzia alipokuwa hai, Isaya hakumuona Mungu. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa alikuwa ni mtu wa Mungu. Isaya mwenyewe anasema na mwaka ule aliofariki Uzia, mimi Isaya nilimuona Mungu. There are certain principalities in your life. They must die for you to see the Christ. Kuna tabia fulani, kuna nguvu fulani katika maisha yako ni lazima zikaweze kufariki ili ukaweze kumuona Mungu. Na kuna baadhi ya vitu ambazo Mungu hawezi fanya kazi ndani yako ama hawezi fanya kazi na wewe zikiwa ndani yako. For example, ukiwa na kiburi, Mungu hawezi fanya kazi na wewe. So lazima kiburi ikaweze kufariki ili uweze kumuona Mungu. Lazima majigambo ifariki ili ukaweze kumuona Mungu. Lazima maringo ifariki ili ukaweze kumuona Mungu. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu ndani ya maisha yako wewe zinakuzuia ama zinazuia Mungu kufanya kazi ndani yako. That's why Isaiah anasema, the year Uzziah died, I saw the Lord. So, for Isaiah to see the Lord, Uzziah must die. Bwana asifiwe sana. And who was Uzziah? Was the king. Yani ni kumaanisha kwamba there are certain principalities in our lives. They must die for us to see God. Kuna baadhi tu ya nguvu ndani ya maisha yetu zinafaa kufariki ili sisi tukaweze kumwona Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani endelea kusema kwamba wewe ndiposa ukaweze kumwona Mungu. Kuna baadhi ya watu inafaa uachane na hao. Wewe kumwona Mungu, kuna baadhi ya tabia unazofaa kuachana nazo. Kuna mtu mmoja Yesu alimkuta, alikuwa mgonjwa. Yesu akamponya, akamwambia usirudi kijijini tena. Yaani Yesu akamtenga na kijiji. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Angalieni hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani kwa hii injili kuweza kuendelea, watu wengine lazima waende nje. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Niendelea kusema hivi. Ukisoma 1 Samuel chapter 26 verse 17, Daudi anasema alitengwa na nchi yake, alitengwa na hekalu la Mungu, alitengwa na jamii yake. Wakati Saul alikuwa anamfukuza ama wakati Saul alikuwa anamuwinda, ilibidi atorokee nchi jirani. Ilikuwa ni kipindi tu Mungu alikuwa anampitisha ndani
kipindi cha kutengwa, na yeye mwenyewe anaketi anasema, umenitenga na nchi yangu, umenitenga na watu wangu, na umenitenga na hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why nafikiria Mungu alibadilisha kisheria kidogo. Sasa hekalu si majengo haya, hekalu ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mtu asije akasema kwamba umetengwa na Mungu. Unaweza tengwa na watu, unaweza tengwa na nini, lakini wewe binafsi usijitenge na Mungu. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Daudi anasema kwamba nilitengwa na nchi yangu, nikatengwa na watu wangu, nikatengwa na hekalu. Na ilikuwa tu kipindi cha Mungu kuweza kumwandaa ili akaweze kuja baadaye kufanya mambo makubwa. Biblia inaendelea kusema kwamba katika Matendo ya Mitume 9:26 mpaka 30, Sauli alipookolewa hata waumini walimtenga. Waumini walimtenga. Hata wale wanafunzi wa Yesu walimtenga, walimkataa. Wakasema kwamba anajifanya tu ili aje awakamate, anajifanya tu ili aje awashike. Ilikuwa kipindi chake cha kutengwa. Kutengana wakati mwingine huleta huzuni. Kutengana wakati mwingine huleta aibu. Kutengana wakati mwingine huona kama ni madharau, ni kama kuonewa, ni kama kuchekelewa. Watu wataongea wakati umetengwa kwa ajili ya Mungu kufanya kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati huo utaona watu wanaongea zaidi mambo tofauti tofauti, ni kwa sababu ni kipindi chako cha kutengwa. Ukisoma Isaya 59 kuanzia mstari wa kwanza, inasema dhambi zenu zimewatenga na Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani dhambi zetu huwa zinatutenga na Mungu. Hii ni mbinu ya shetani. Mungu anataka atutenge kwa uzuri, shetani naye anataka atutenge kwa ubaya. So siombi ya kwamba dhambi zetu zitutenge na Mungu. Najua Biblia inasema dhambi zenu. Na mimi nasema sasa dhambi zetu. Maana mimi niko hapo ndani, hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Praise the living God. Amen. Biblia inasema kwamba dhambi zetu zimetutenga na Mungu. So tutafanyaje ili tumrudie Mungu? Ni kutubu dhambi zetu. Tukishatubu dhambi zetu, naye Mungu ataturudia. Biblia inaendelea kusema kwamba kwa sababu Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu na anaelewa na kuyajua mambo haya, alikuwa anajitenga mara kwa mara. Biblia inasemaje? Biblia inasema Yesu alijitenga na watu kwa siku 40 ili akaweze kufunga na kuomba. Aliweza kujitenga na watu kwa sababu alielewa kuna kipindi cha kutengwa. Kabla atengwe alijitenga. Naomba nirejea. Kabla ya kutengwa alijitenga. Biblia inasema kwamba alikuwa na mazoea. Katika Marko 1:35 aliondoka asubuhi na mapema akajitenga na watu ili akaenda kuomba. Sasa siku hizi sisi tumebadilisha mambo. Unaamka saa 12 asubuhi, unaweka volume juu, unaweka maspika tunaomba. Hiyo sidhani kama hiyo ndio Mungu anataka. Ya kwamba you disturb other people while you are doing your own things. Si vizuri namna hiyo. Wanaweza sifiwe sana. Ni vizuri kuweka speaker kwa sauti ya juu
lakini inategemea ni wakati gani. Kwa sababu hata Biblia inasema kwamba ukimwamkua mtu asubuhi kwa sauti kubwa, ati habari ya jirani, habari, hiyo inachukuliwa kuwa ni laana. Biblia inasema asubuhi unasema habari zenu, habari yako, kwa sababu watu wajaamka. Pole pole, ikifika wakati sasa tunaweza piga kelele, maana watu wameamka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka niseme ya kwamba pia Yesu Kristo alikuwa anajitenga, anaomba usiku mzima, anajitenga na watu, anaomba. Kwa Ruth kuingia katika kumbukumbu ya walio katika uzao wa Yesu, ilibidi ajitenge na Orfa. Orfa walikuwa wameoleka boma moja, mabwana zao wakaaga. So wakiwa barabarani wakatengana, mmoja akarudi nyumbani, mwingine akaendelea mbele. Huyu ambaye aliendelea mbele alikuja akaingia katika uzao. Yaani wanapotaja nyanya Yesu Kristo anapatikana hapo ndani. Wanaweza asifiwe sana. Kwa hivyo aliweza kutengwa ili Mungu akaweze kutumtumia. Na pia ukiwa katika kile kipindi cha kutengwa, watu wengi huwa hawakuelewi. Bibi yako hawezi kuelewa, mama yako hawezi kuelewa, ndugu yako hawezi kuelewa, walio karibu na wewe hawezi wakakuelewa. That's why unasikianga watu wengine wanasema, unajua fulani ni mwendazimu, unajua fulani tabia zake zinatushangaza. Kwa sababu gani niseme hivyo? Ayubu alipokuwa katika kipindi chake cha kutengwa, hata bibi yake alimwambia, wewe tukane Mungu ili ufe. Biblia inasema ile harufu aliyokuwa anatoa kwa ajili ya magonjwa yake, ni kumaanisha kama mama alihama kwa kitanda. Wanaweza zife sana. Ayubu anasema wale aliodharau wanamdharau, wale waliosaidia sasa hawamkaribii, wale walioinuka kwa viti alipokuwa anaongea sasa amekuwa ni kejeli. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa katika alikuwa katika area yake ama wakati wake wa kutengwa, ili Mungu akaweze kuonekana ndani yake akifanya kazi. Kwa hivyo wakati mwingine ukiwa katika kipindi kile, watu hawawezi wakakuelewa. Hata na nilisoma mahali pengine kwa Biblia ati Yesu Kristo alikuwa hakuli hali kabisa, mpaka watu wa kwao wakakuja ili wamshike na nguvu, kwa sababu walidhania kwamba yeye ni wazimu. Yaani ukiwa katika kipindi cha Mungu, wakati umetengwa, hata wakwenye hawawezi wakakuelewa. Wanaweza ziwe sana. Ndiposa Elisha Mungu amtumie aliweza kumtenga na Elijah. Najua Elijah na Elisha walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja sana, lakini kwa Elisha weza kufanya kazi vizuri, ilibidi Mungu amchukue Elijah ili Elisha akaweza kufanya kazi. Na ya mwisho nataka niseme ya kwamba yule kijana mpotevu alipokuwa nyumbani alikuwa na kiburi mingi sana, na akaambia baba yake, baba akasema, nipatie sehemu yangu ya mali nayo niangukia. Baba hakuwa na maneno, baba hakuwa na tamaa ya ulimwengu huu, akakata kipande akampa mali yake. Biblia inasema kwamba kijana akaenda nchi ya mbali. Akaenda nchi ya mbali. Unajua unaweza kuwa tu hapa lakini uko nchi yako. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa hapa Kenya lakini uko nchi yako. Lakini sasa yeye Biblia inasema alienda nchi ya mbali. Akatumia vyote alivyokuwa navyo kwa anasa. Akakosa kitu ya kula. Akatafuta kazi, na mahali ambapo angetafuta alipata kazi ni mahali pa kulisha nguruwe. So Biblia inasema alikuwa anajipatia chakula chake kwa ile chakula ya nguruwe. Akiwa pale kwa sababu ilikuwa ni kipindi chake cha kutengwa. Sasa wakati ule alikuwa na watu, alikuwa hana senses. Lakini wakati alikuwa na nguruwe,
anakula na nguruwe, wananyang'anyana na nguruwe chakula. Nguruwe kwa kuru na yana nyang'anya, wanakula pamoja na nguruwe. Biblia inasema kwamba sentensi zake zote 5 zikamrudia. Akajiuliza, ni wafanyakazi wangapi nyumbani mwa baba yangu wanaokula na kunywa na kusaza? Sasa nitarudi nyumbani, nimwambie baba, nimekosa chini ya jua, nimemkosea Mungu na nimekosea wewe baba. Alikuwa tayari kurudi nyumbani, ni kwa sababu baada ya kupitishwa katika kile kipindi, maandiko yanasema kwamba sentensi zake zote ziliweza kumrudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaweza kurudi nyumbani, na alimkuta tu baba akimngojea. Na alipofika akaanguka kwa miguu ya baba, akamwambia, baba, nimekukosea, nimekosa juu ya mbingu na hata chini ya ardhi. Baba, nimekukosea. Sasa hata usinihesabu kama mwanao. Nataka tu sasa, niko tayari kufanya kazi. Nataka unihesabu kama wale wafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akasema, chinjeni mnyama. Baba akasema, ogesheni kijana. Baba akasema, mvalisheni maisha mazuri, mvalisheni nguo nzuri. Na yule kijana ndugu yake aliposikia kelele, akauliza, nini ambacho kinaendelea? Akaambiwa kwamba ni ndugu yako ambaye alikuwa amepotea na sasa amerudi, na baba yako amemchinjia kondoo wanono. Yule kijana akarudi na hasira sana, akamwendea baba yake, akamwambia, baba, huyu kijana alichukua mali yako, akaenda akapoteza, alienda akaharibu, lakini mimi nimekuwa hapa, hujawahi nichinjia. Baba akamwambia, mwanangu, nilivyo navyo vyote ni vyako. Huyu alikuwa amepotea na sasa amerudi. Huyu alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Wakati wa kutengwa ni sawa tu mtu ambaye amekufa. Wanaweza ziwe sana. Wakati wa kutengwa ni sawa na mtu ambaye amepotea. Kwa sababu watu hawakuelewi. Kwa sababu watu wanafikiria wewe ni wazimu. Yaani wakati Mungu anataka kukutumia wewe, unakuwa extraordinary, aueleweki na watu hawakujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilichukua nguo yangu nikapeleka kwa fundi, kwa sababu ilikuwa imeraruka mahali. Nikaona fundi amechukua nguo ile anaendelea kuirarua zaidi. Nikajiuliza kwa roho kama anatafuta kazi ndio pesa ikuwe mingi. Sasa kwa sababu nilikuwa nazuia asitake pesa mingi, nikamwambia, wewe fundi, sasa ukirarua hiyo nguo, mimi nimeletwa ushone. Akaniambia nikiirarua, kwa sababu nikishonea kutoka hapa itakuwa sawa, lazima niirarue kwanza ndio niishone vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu ndio akutumie vizuri, lazima kwanza akurarue kwanza. Wewe unaweza ona ni mahali padogo, lakini Mungu anaona hapana, lazima kwanza akurarue kabisa ndio akaweze kushona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nalalamika, lakini wakati niliona kazi ya fundi, kwa sababu nilikaa hapo kuhakikisha kwamba nafanya fundi kazi ile, nikaona naifanya kwa ustadi, kazi ile naifanya vizuri, nikafurahi, maana nguo yangu ilirudi kawa nzuri. Kuna mtu mmoja anaitwa Yeremia, akaambiwa na Mungu, nataka uende katika nyumba ya mfinyanzi, uone jinsi Mungu anavyofanya, uone kama jinsi mfinyanzi anavyofanya kazi. Akafika katika nyumba ya mfinyanzi, akampata mfinyanzi akifanya kazi yake. Mfinyanzi akafinya udongo, ile kitu ambayo alikuwa anaitengeneza haikumfurahisha, akagonganisha chini, akaiharibu, akatengeneza tena vizuri, na akatengeneza kile kitu ambacho alikuwa anakitaka vizuri. Mungu akamwambia, nyinyi sasa mko kama huo udongo mikononi mwangu. Wakati mwingine unaweza ona na kuvunja, wakati mwingine unaweza unaona kubonda, lakini nataka kutengeneza kitu kizuri ambacho kitafurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wimbo mwingine ambaye inasema, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana,
tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Kuna rafiki mmoja aliniambia kwamba kuna wakati aliota amepewa namba 43. Aliota kabisa amepewa namba 43. Yaani amepewa 4 alafu akaongezewa 3. Ikawa namba 43. Akaenda kwa mchungaji ambaye alielewa, akamwambia mchungaji, akasema leo usiku nimeota nimepewa nambari 43. Maana yake ni gani? Mchungaji akashangaa. Akamwambia tafadhali niambie tu, usijali matokeo yake, wewe niambie. Akamwambia number 4 stand for temptations. Number 3 ni confirmation. Ya kwamba kuna mahali Mungu amekusudia upitie. Na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wamekubaliana ya kwamba lazima utapita katika area hiyo. Yaani hiyo hakuna kitu tunaweza fanya. Kwa hivyo hiyo eneo ambalo unapitia, ambalo ni eneo la kutengwa, lazima upitie. Kwa sababu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wamekubali. Sasa ama mchungaji akamalizia kwa kusema ya kwamba lile sisi tunaweza fanya ama kusaidia nalo ni kukuombea upite ndani haraka. Baleza siwe sana. Kwa hivyo kama kuna kipindi ambacho napitia, mimi langu tu ni kuombea kwamba ukapita ndani ya hicho kipindi haraka. Lakini lazima tu ukipiti. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mnapoondoka, Mungu awabariki. Mnaporudi, Mungu awabariki. Mungu awabariki mashambani na Mungu awabariki mjini. Chochote mtakacho kigusa, Mungu akaweze kukibariki.